sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la 3, kipindi cha mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Hesabu sura ya 24 aya ya 2 hadi ya 7 na aya ya 15 hadi 17. Na somo la Injili linatoka Injili ya Mathayo sura ya 21 aya ya 23 hadi 27. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu alipokwisha kuingia hekaluni, wakuu wa makuhani na wazee wa watu wakamwendea alipokuwa akifundisha, wakasema, ni kwa amri gani unatenda mambo haya? Naye ni nani aliyekupa amri hii? Yesu akajibu akawaambia, na mimi nitawauliza neno moja, ambalo mkinijibu nami nitawaambia ni kwa amri gani ninatenda haya. Ubatizo wa Yohane ulitoka wapi? Ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Wakahojiana wao kwa wao wakisema, tukisema ulitoka mbinguni, atatuambia, mbona basi hamkumwamini? Na tukisema ulitoka kwa wanadamu, twaogopa mkutano, maana watu wote walimwona Yohane kuwa ni nabii. Wakamjibu Yesu wakasema, hatujui. Naye akawaambia, wala mimi siwaambii ninyi ni kwa amri gani ninatenda haya. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mpendwa taifa la Mungu, karibu tutafakari pamoja Injili ya leo. Mpendwa, kuna malengo mbalimbali ya kuuliza swali. Mtu anaweza kuuliza swali akiwa na lengo la kupima uelewa wako, kupata maarifa mapya, kutaka kuelewa jambo fulani, na mwingine atauliza swali kama mtego. Wakuu wa makuhani na wazee wa watu wanamuuliza Kristo maswali kama mtego, wakitafuta njia ya kumkamata na kumshtaki. Lengo lao sio kufahamu Yesu anatenda yote kwa amri ya nani, bali kumtega ili wapate kumshtaki. Kristo, kwa kutambua nia yao ovu, anajibu kwa kuuliza swali ambalo linafichua nia yao mbaya iliyofichika mioyoni mwao. Pendwa, kutoka katika somo hili tutafakari na kujifunza yafuatayo. Kwanza, katika kipindi hiki cha Majilio tunaalikwa kumtambua Kristo kama Masia wa kweli na kuandaa mioyo yetu kumpokea. Jambo la pili, tunajifunza kuwa wivu ni adui wa maisha ya kiroho. Katika Injili tumesikia kwa sababu ya wivu, wakuu wa makuhani na wazee wa watu wanafunga mioyo yao kumpokea Kristo. Pendwa, tunapoendekeza wivu katika maisha yetu, inapelekea kuharibu mahusiano yetu na Mungu pamoja na watu wanaotuzunguka. Kuhuzunika tunaposikia wenzetu wanafanikiwa, kukosa furaha ya maisha kwa kuona wengine wanapendelewa, kukosa maendeleo kwa sababu ya kutumia muda mwingi kuchunguza na kuhoji mafanikio ya wengine, huku tukishindwa kufanya ya kwetu. Hivyo mpendwa msikilizaji, ili tuepuke wivu, tunaalikwa kusali sana ili Mungu atuondolee hicho kilema, tufurahie mafanikio ya wengine, tujenge uhusiano mzuri na watu wanaotuzunguka na tuepuke kujilinganisha na wengine. Mpendwa msikilizaji, fundisho la 3 kutoka katika Injili ya leo ni kuwa tupambane kuondoa upofu wa kiroho. Wakuu wa makuhani na wazee wa watu wanashindwa kutambua nafasi ya Kristo katika maisha yao ya kiroho, hivyo wanakuwa vipofu kutambua mamlaka ya Kristo. Nasi kwa namna moja ama nyingine tumekuwa vipofu kiroho kwa kujikita kutafuta raha za kidunia, kufikiria kuwa pesa na mali ni kila kitu, kutothamini uhai wa watu wengine na kukumbatia madaraka, mali na anasa nyingine za kidunia, na kusahau kuwa kuna maisha baada ya hayo yote. Pendwa taifa la Mungu, tunapongojea ujio wa Kristo, tutafute kufanya mabadiliko katika maisha yetu ili Kristo azaliwe ndani ya mioyo yetu na akae katika mioyo yetu siku zote za maisha yetu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Whitson Fagens wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Jina la Bwana Yesu
sisi na